Na hivyo unapolitazama au unaposikiliza kauli hii ya Mheshimiwa Waziri Patrobas Katambi inarejesha azimio lile lile la kufungia vyama vya siasa visifanye siasa zake. Kwa hiyo inanipa swali la kwanza kwamba je, Rais Samia amerejea kulifunga tena taifa? Kwa sababu moja ya vitu ambavyo walivifanya ni moja, kuongeza ushirikishi katika siasa ulio sawa. Lakini mazungumzo, uwajibikaji wa pamoja na swala la maridhiano. Sasa kimoja ambacho kiliita kuwe na maridhiano na vyama vya siasa kikaundwa kikosi kazi ilikuwa ni zuio la vyama vya siasa. Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikitumia hiyo kama turufu kwamba serikali ya awamu hii ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan ni serikali ambayo imefungua vyama vya siasa vifanye siasa zao na vikaanza kuwa vinatolea ushahidi huo. Sasa hilo inanipa picha kwamba je, dira ya sasa ya serikali ni kurudi huko? Na kama inarudi huko manake inalifunga taifa tena, sio sera ya kulifungua? Hilo swali ni gumu kulijibu kwa kauli hii. Sasa turudi kwenye msingi wa kisheria. Mheshimiwa Waziri hana mamlaka ya kisheria na ya kikatiba ya kuzuia shughuli za vyama vya siasa. Hilo la kwanza. La pili, hana mamlaka ya kisheria kumwagiza IGP. IGP si mteule wa waziri. Na sheria ya jeshi la polisi, ya kuanzisha jeshi la polisi, sura 322 kuanzia kifungu cha 7 na cha 8 viko wazi kabisa, vinaelekeza wajibu wa waziri ni nini katika uendeshaji wa shughuli za jeshi la polisi, ila si kuzuia haki msingi za katiba za wananchi. Na hivyo hata jeshi la polisi lenyewe alipo katika mtajo huo. Hiyo ni msingi wa kisheria. Kwa hiyo hamna sheria yoyote ndani ya katiba na nje ya katiba, yani kwa maana ya sheria zingine, inayoruhusu waziri wa nchi, waziri kuweka zuio katika shughuli halali za kisiasa au za kisheria zisifanyike. Na hakuna taasisi yoyote yenye msingi wowote wa kuzuia kitu kilicho halali kufanyika. Ukisoma katiba yetu sura ya ibara ya 8 inatoa mamlaka kwamba mamlaka ya serikali yanatoka kwa wananchi. Sura ya 20 inaeleza haki msingi za raia. Igira. Patenus, ulikuwa pale kwenye tafsiri 3. Ndio. Kwa hiyo katika huo msingi wa sheria niliyokuwa nakaribia kumaliza ni kwamba hakuna kifungu chochote kinachomruhusu waziri. Na ni msingi sana ifahamike kwamba anapokuwa na dili na jeshi la polisi, mbali na sheria kuelekeza na hasa kifungu cha 7, 1, 2 mpaka 3, bado anatakiwa kuwa na hekima kubwa, kwa sababu akiingilia haki msingi za taasisi zingine. Na hivyo hamna sheria yoyote inayozuia mikutano ya hadhara, inayozuia mambo yote hayo kufanyika. Na hivyo kumbe anakuwa ameingilia kifungu cha 8 cha sheria hiyo hiyo ya polisi, kinachomtamka IGP kuwa mkuu wa jeshi la polisi na kufanya kazi yake kadiri ambavyo imeainishwa kwenye katiba. Na la mwisho katika eneo hili hili ni kwamba waziri sio sehemu ya jeshi la polisi, mbali na kuwa waziri wa wizara ya mambo ya ndani, ila sio sehemu ya jeshi la polisi. Maana kifungu cha 4 kinaeleza office bearer wanapatikanaje na ni wakina nani. Kwa hiyo kwa mjibu huo basi anatakiwa kuwa na hekima kubwa sana, hasa anapokuwa anaelekeza masuala ya kimsingi yanayohusu haki za raia, usalama wa taifa, ulinzi na usalama wa shughuli mbalimbali za utendaji na uzalishaji mali. Kwa natakiwa kuwa na. Sasa hiyo ilikuwa ni tafsiri ya kwanza ya kisheria. Sasa hii inatupeleka kwenye tafsiri ya pili ya kisiasa na kifalsafa. 1, serikali ipo kwa ajili ya nini? Au ipo kwa ajili ya nani? Ipo kwa ajili ya watu. Kwa hiyo kutokana na
watu mbalimbali wana falsafa mbalimbali, kuanzia Thomas Hobbes, ukaja mtu anaitwa John Locke, ukaja mtu anaitwa Jean-Jacques. Wao walisema kwamba raia, sawa, inaipa madaraka dola, inakubali dola kuwatawala pale tu wanapokuwa wameingia mkataba, na mkataba huo ni mkataba wa kijamii, social contract. Na inasema mambo manne, kwamba raia wanakubali dola iweze kuwatawala wakiwa wamehakikishiwa mambo manne. Moja, kulinda haki zao, kulinda maisha, yani uhai, kulinda mali na uhuru wao. Sasa swali linazuka, kama sasa tunazuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa mfano isifanyike kwa sababu ya uhalifu, swala linajitokeza kwamba je, wanawezaje kudhibitisha kwa raia hao kwamba mamlaka hiyo waliowapa ili waweze kulinda haki zao, kulinda uhuru wao, kulinda maisha yao, wanaweza kutimiza? Kwa hiyo kumbe waziri yoyote au kiongozi yoyote anapokuwa anatoa kauli, anatakiwa iangalie katika vina hivyo, katika mizania hiyo, kwa sababu wananchi watajiuliza kwamba je, ni sawa? Wana nguvu hiyo? Kwa hiyo amedhibitishia umma kwamba dola halina tena mamlaka hayo, halina nguvu hizo za kuwalinda. Ndio tafsiri yake. Kitu ambacho siwezi kukubaliana naye. Huo ni upotoshaji wake. Hilo la kwanza. Lakini la pili, linalozuka katika fikra hiyo ni kwamba kama mambo yako hivyo, leo utanisamee kidogo na nafikiria sana kidogo. Kama mambo yako hivyo, swali la msingi linakuja, sheria zote katika utawala bora zipo dhidi ya mtuhumiwa, zipo dhidi ya uhalifu, zipo dhidi ya kitu kisichokuwa halali. Kwa mfano, mikutano isiyo halali, ndio sheria iko hapo. Sheria iko kwa mtu ambaye anavunja sheria. Sasa iweje sasa iwe katika tukio lililo halali? Yani tunasema kwamba lazima watafanya mikutano halali ya kisiasa. Sasa kwa nini tuzuie hilo tukio sasa lisifanyike? Kisa kuna uhalifu. Kwa hiyo inatoa sura kwamba kama mambo yako hivyo, basi tafsiri nyingine kubwa ni kwamba wanawezaje sasa kuhakikishia umma kwamba wanaweza kulinda usalama wa watu na uhuru wao, na hapo hapo wakalinda uhalifu? Kwamba je, hali ikiendelea kwa aina hii, mikutano ya siasa haitakuwepo ya hadhara mpaka miaka, yani tuchukulie hali itakuwa hivyo kwa miaka 20, haitakuwepo? Je, dola ilina maana gani? Ndio maana dola lipo, na vyombo hivi vya dola ndio maana vimepewa nguvu, na taifa lolote linahukumiwa na kuitwa kwamba ni taifa bora pale linapoweza kutoa haki, linapoweza kulinda uhuru, linapoweza kulinda usalama wao, na hapo hapo kupambana na uhalifu. Vitu hivi vinaenda pamoja. Uzuii kimoja kwa ajili ya kingine. Zuio aliloliweka liko dhidi ya kitu halali na si dhidi ya kinachotuhumiwa. Kwa sababu kama wanasema kuna watu wanafanya vurugu au wanatoa viashiria hivyo vya kufanya vurugu, sheria zipo, ndio maana vyombo vipo. Ndio maana mimi nasema kwamba jeshi la polisi lisikubali kuingiliwa, kuelezwa kipi lifanye na kipi lisifanye, kwa sababu lenyewe ndilo kikatiba limepewa mamlaka ya kutunza amani, na hivyo kupima kwa intelijensia ni kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo tamko hili linawezekana. Ukisoma katiba yetu sura ya ibara ya 30 imetoa mipaka ya haki hizo, kwamba ndio raia wana haki ya kufanya hayo tuliyoyasema, lakini yawezekana haki hii ikawa na ukomo, kwa sababu kama kuna tishio la usalama, kama kuna tishio la vurugu na mambo mengineyo. Lakini hayo yote yanaweza yakawa na zuio kama limetokana na uhalali. Yani ile zuio limetoka katika njia zilizo halali. Patenus, Waziri Katambe ametoa sababu zake kama ambavyo tumemsikia hapo. Na swali ambalo lilinijia kichwani baada ya kumsikiliza ni kwamba licha ya kwamba amebainisha hoja zake na
wanatazamia huenda kutakuwa na vurugu ama mipango ya maandamano. Hoja hizi zinatosha kufikia hatua hii ya kuzuia mikutano ya hadhara hasa ya kisiasa? Unajua, kadri dola linavyozidi kuzuia, kutoa vizuizi kwa ulinzi na usalama, linazidi kupanua wigo wa maswali mengi. Moja, linazidi kupanua wigo wa fikra ya aina ya intelijensia na intelijensia yetu ikoje. Lakini vile vile jeshi la polisi, uwezo wa jeshi la polisi. Na la mwisho, uwezo wa dola kukabiliana na uhalifu, usalama na uhuru wa watu. Kwa hiyo hayo maswali matatu yanazidi kupanua mjadala na kufanya vyombo vyetu vianze kuonekana ni vyombo ambavyo ni redundant, hasa vya ulinzi na usalama. Kwamba haviwezi vikakabiliana na uhalifu, haviwezi vikakabiliana na kubaini ni nani anafanya chokochoko na kumwajibisha kwa mujibu wa sheria mpaka mambo yote yafungwe. Lakini Waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba, sivyo? Ni kweli, kinga ni bora kuliko tiba. Lakini ukijua hapa tunachokizungumza kikubwa ambacho unatakiwa ukifahamu ni kwamba tunazungumzia serikali ipo kwa ajili ya wakina nani. Mamlaka ya dola yanatoka kwa wananchi. Sawa? Lakini wananchi hao wamekasimisha mamlaka yao kwa dola ili mambo manne yafanyike: ulindwe uhuru wao, maisha na kadhalika. Kwa hiyo swali lako linaweza likawa na sura hizo mbili. Kwamba ya kwanza ndio kunaweza ukawa na taarifa za kiintelijensia kwamba kuna tishio la ugaidi, kuna tishio la kufanya vurugu na kadhalika. Hivyo njia pekee inayoonekana ya kutunza uhai na maisha ni kuzuia. Kitu chema kabisa. Lakini italeta swali jingine kwamba kama kweli ni kuzuia, kwa nini wasipambane na hao wanaofanya vurugu? Kwa nini wafunge kwa watu wote, hata wale ambao wafanya? Kwa nini wavifungie vyama vyote? Na kwa nini sasa kama hali iko hivyo, tuseme hivi vyombo vya ulinzi na usalama, intelijensia wameshindwa kubaini nani na nani wanataka kufanya vurugu? Stori hii imeanza kipindi cha ripoti ya Jaji Chande kwamba taifa hili vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwepo, vililala. Havikubaini hata pale ambapo kulikuwa kuna mita 100 kutoka kituo cha polisi, watu wako wanajifunza kufanya fujo na uhalifu, jeshi la polisi na vyombo vyetu vyote vya ulinzi na usalama vililala. Kitu ambacho mimi kinanipa maswali makuu. Walitakiwa wajibu hiyo hoja kwamba tukulala na tunasimamia kwamba we have our assets on ground, sisi tuna watu. Lakini kwa kuwa wakusema, tunaona mheshimiwa waziri naye anaongeza msumari wa moto katika hilo kwamba jeshi la polisi lina mgogoro na intelijensia, lina mgogoro na uwezo wake. Kwa hiyo ili kusudi tusingie mgogoro wa kubaini, tufungie kila kitu. Alafu hapo anakuambia kesho tumeshawabaini watu, kesho tutaenda kuwahoji. Nadhani vyombo vya ulinzi na usalama, kuanzia usalama wa taifa, jeshi la polisi na vyombo vingine vinavyohusika na usalama ndani ya taifa hili, vinahitaji kukaa na kujitafakari kwamba mstari unaochorwa unazidi kutufanya tuonekane wahovyo na hatupo katika kuhakikisha tunatoa ulinzi na usalama kwa taifa hili. Kitu ambacho kinanipa shida sana. Hata idara ya usalama wa taifa. Idara ya usalama wa taifa, ndugu yangu, ni idara nyeti ambayo I'm quite certain ina assets on ground. Assets on ground. Sasa isiposimama na kuonyesha usahihi wa mambo, ikaacha mambo yakaenda hivi kiolela, hii maana huu ni uholela, kuna siku moja vyombo hivi havitaheshimika tena. Na vyombo visipoheshimika tena ambavyo vinatoa niseme ulinzi kwa raia, watu wataanza kutafuta njia zao. Na kipindi hicho hata kuwepo kile tunachokisema mswalie mtume chini ya mgomba. Patenus, wewe unafuatilia siasa za nchi yetu kwa ukaribu sana, na kwa mujibu wa serikali kupitia kwa Waziri Katambi ni kwamba kuna viashiria hivyo vya maandamano na vurugu. Kwa ulivyofuatilia mikutano ambayo ilikuwa ikifanyika hivi karibuni na vyama vya siasa, unaona kuna viashiria hivyo? Yawezekana tusione, ila wao kwa sababu ni intelijensia ambayo hata hii ameshaiwekea maswali ya msingi kwamba ina mgogoro, imeshindwa kubaini.
Lakini nadhani lengo la kuwa na dola na vyombo hivi vya dola na kuvipa nguvu ni kuhakikisha wanalinda raia na mali zao na watu na uhuru wao na usalama wao. Kwa hiyo hatutegemei shughuli zifungwe ndani ya jamhuri, aidha za vyama vya siasa au za chochote kile, kisa kuna tishio. Tunatakiwa kuona wakidhibiti tishio hilo. Kitendo cha kusema hapana, manake wameshindwa kudhibiti tishio hilo, na sasa ni nani atatudhibitishia wanaweza kudhibiti tishio hilo? Kwa hiyo kauli yake nafikiri anatakiwa kujikagua. Kuna namna amejielekeza katika kitu ambacho kinaiweka serikali katika hatihati ya kurudishwa nyuma, kwa sababu ni serikali ile ile iliyosema tunafungua taifa, lakini tunaiona ni serikali ile ile inayosema kwamba tunalifunga, na hivyo hatuielewi serikali hii. Kwa hiyo ni muhimu sana Amiri Jeshi Mkuu aweze kutoa tamko, aweze kusema na maana kimsingi inaweka watu kwenye taharuki, kwa sababu taifa linarudi katika kipindi kile ambacho yeye serikali yake ya awamu ya kwanza ilisema hatutarudi huko. Na ukitazama haya yanayoendelea, sio mara ya kwanza Patenus kuona zuio la mikutano ya hadhara vyama mbalimbali, lakini hii inatoa tafsiri gani katika uwanda mpana wa demokrasia na ushiriki wa vyama vingi katika siasa? Inatoa tafsiri mbaya, kwa maana ya kwamba vyama vya siasa namna yake pekee ya kufanya shughuli zake ni kufanya mikutano ya hadhara. Mikutano ya hadhara ni sehemu pekee ya kuongea na wananchi moja kwa moja. Na sasa unaposema kwamba amefunga mikutano ya nje ya hadhara, ni vigumu sana kuambia kwamba na ya ndani haujaifunga, kwa sababu watu ambao umefunga wasiweze kuonekana au muweze kuwatambua, ni dhahiri hawako barabarani wanatembea, na wao wanajifungia sehemu wanafanya mikutano yao, wanafanya mipango yao na kadhalika. Kwa hiyo unaposema kwamba tumefunga ili tuweze kuwajua vizuri, manake wanapokuwa uraiani ndipo unashindwa kuwajua. Kwa hiyo wanapokuwa wamejifungia ndio utawajua zaidi. Kwa hiyo sasa kumbe hata hii mikutano ya ndani inaenda kuingiliwa. Sasa tafsiri pana ni kwamba tunarudi zama ambazo si zama sahihi sana za kuleta utengamano wa kitaifa. Na bahati mbaya ni kwamba bado hatujapona katika makovu ya tarehe 29 mwezi wa 10. Serikali inazungumza maridhiano, upande mwingine inazungumza tume ya ukweli na mambo mengine kama hayo, alafu hapo inazungumza kufunga milango ya watu kupumua, kufanya siasa zao, na kuzifanya kwamba sheria zetu haziwezi zikawaona wahalifu mpaka zisitishe shughuli fulani. Hilo la kwanza. Lakini la pili, inazidi kutoa picha kwamba au tafsiri kwamba uharibifu wa taifa hili na vurugu za taifa hili zinatokana na siasa. Kwa hiyo wanaofanya siasa wote ni sehemu ya uhalifu wa kuharibu taifa hili. Sasa taifa lipo kwa misingi ya siasa, na sasa unaposema kwamba wanaofanya siasa ndio wanaofanya hivyo na hivyo tuwafungie, manake na wewe kama serikali unajifungia, unalikata kuti ulilolikalia. Kwa hiyo inatoa picha ya kwamba tunakoelekea ni kile alichokiandika Mnigeria mmoja kwamba amkani si shwari tena, no longer at ease. Na tunaposema no longer at ease, manake the center can hold, manake kwamba sehemu kuu ya jamii haina tena nguvu ya kudhibiti. Sasa nadhani serikali yenyewe badala ya kujitoa inajirudisha na inajikoroga humo katikati. Kunahitajika serikali bado ina viongozi na bado ina watu wanaofahamu kwa undani serikali inatakiwa kwenda wapi na inatakiwa kufanya nini na inawajibika kwa nani, waingilie kati mapema kutoa mwelekeo na mwongozo ulio thabiti. Lakini kwa mwongozo huu moja ameshalikoroga jeshi la polisi, na jeshi la polisi hawapewi oda na kiongozi yoyote anayeitwa waziri, anayeitwa makamu wa rais, anayeitwa waziri mkuu. Hayupo anayempa oda polisi zaidi ya mamlaka moja tu, Amiri Jeshi Mkuu. Waliobaki sio kisheria hata kidogo.
Sawa sawa, Patenus unatusikiliza na kututazama, asante sana kwa kuitegea sikio 92.1. Hili ni Kasri, mimi ni Imani na nazungumza naye hapa Patenus Niegira. Ni vizuri sana kama uko kwa Mangi hapo, mwambie niongezee Captain Morgan kidogo aweze kuichanganya hapo na tangawizi ama na kola, halafu tuendelee vizuri na mjadala huu. Hakikisha kwamba una umri wa miaka 18 na zaidi, lakini pia kunywa kistaarabu, na kwa dondoo nyingi zaidi za kunywa kistaarabu basi tembelea tovuti ya drinkiq.com. Nimewaza kitu Patenus, tunashuhudia mara nyingi kiongozi huyu anatoa maelekezo kwenye sekta hii ama kwa kiongozi huyu, lakini ukiangalia kama unavyosema, mipaka ya viongozi iko wapi kujua natoa maelekezo kwa nani na kwa nani, ama nani na nani yuko chini yangu? Na hili ni kama limekuwa tatizo sugu nchini kwetu. Nini kinakosekana kwenye maadili ya uongozi? Hawapati orientation ya kutosha ama tunajisahau? Niseme ni kwa sababu ya vitu viwili, uwajibikaji na nidhamu. Nidhamu ndani ya serikali imekuwa mgogoro. Ni nidhamu ndio inayoleta mambo mengi yaonekane kuwa katika usawia, yaonekane yakifanyika vizuri. Hilo la kwanza. Lakini la pili, uwajibikaji. Kauli kama hizi zinapotolewa alafu watu wakaendelea. Kwa mfano bungeni lilipotamkwa hilo jambo, ndani ya bunge kuna mtu mmoja sio mbunge, anaitwa Attorney General, mwanasheria mkuu wa serikali. Anakaa bungeni. Lengo lake kubwa ni kuhakikisha masuala ya kisheria hayaleti ukakasi, yanatafsiriwa vizuri. Kwa hiyo sheria isilete ukakasi kwa nje ya bunge kwa watu na ndani ya bunge, lakini vile vile kikubwa isilete ukakasi yenyewe kwa yenyewe. Sasa nilitegemea mwanasheria mkuu, mheshimiwa msomi, ndugu yangu Hamza Johari, alikemea from that time. Yani alielekeze kwamba waziri kajielekeza katika namna isiyo tafsiriwa sahihi. Alitafsiri sasa vizuri kwamba alitakiwa ajielekeze kwa namna inayotafsiriwa sahihi. Sasa ukiona na yeye amenyamaza ndani ya bunge, anayetakiwa kuonyesha kwamba serikali haingiwi kupakwa matope kwa tafsiri yoyote kutokana na kile kinachotoka kwenye chimbuko la wawakilishi wa wananchi, yani wabunge. Naye akakaa kimya. Tukaanza kujadili huku kwenye vyombo vya habari. Wanasheria wengi wakaanza na wao kutoa tafsiri A na B na cha. Na sisi wachambuzi wengine uchwara tukaanza kusema da na che. Anakuwa analikosea jamhuri na serikali yake heshima. Anakuwa anaikosea taaluma ya sheria heshima, na anakuwa anaiingiza matatani na kwenye mgogoro. Kwa hiyo kumbe vyombo vya uwajibikaji ni swala la msingi, na nidhamu ni kitu kikubwa. Sasa wanaotakiwa kuwawajibisha na kuwaelekeza wapo, na wanatakiwa kutoa sura mpya. Kama mheshimiwa rais ajalitafsiri vizuri au ametafsiri vizuri, anatakiwa aongezewe na tafsiri hii kwamba kile alichosema tunalifungua taifa. Na hatua ya kwanza wanayoisema, ukisikiliza Chama cha Mapinduzi na ukasikiliza yoyote yule ambaye anaunga mkono Rais Samia, atakwambia alifungulia mikutano ya vyama vya siasa. Leo ukimsikiliza Waziri Katambi alivyoanza, amesema anatoa mwongozo wa serikali. Serikali ya nani? Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa atuambie Rais Samia leo kwamba ni kweli hicho tunafunga tena, kwa sababu zilizotolewa kufungwa katika awamu ya 5 ilikuwa ni kwamba tuwaache watu wafanye shughuli za kiuchumi, lakini leo wameongeza mambo ya uhalifu na kadhalika na kadhalika. Yani amezidi kusimama juu ya vitu vingi. Afadhali serikali iliyopita ilisema uchumi. Huyu si uchumi tu, amezidi kuonyesha kwamba na vyombo vya ulinzi na usalama havina tena nguvu ya kiintelijensia ya kubaini vizuri, havina tena uwezo wa kukabiliana na wale ambao wanavunja sheria mpaka mambo yafungwe. Kwa hiyo huyu ameenda maili nyingine kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais
ni wakati wako sasa. Ni wakati wako sasa, Mheshimiwa Rais, kusimama na kuonyesha kwamba wewe ndiye amiri jeshi mkuu, ndiye aliyeapa kuilinda na kuihifadhi na kuitunza katiba ya Jamhuri, na hawa wasaidizi wako waliapa kwa katiba hiyo hiyo kulinda. Wana viapo vinne vya Jamhuri, vya sheria na vya raia na vya maadili, kwamba nafikiri katika tafsiri na mwelekeo kuna kitu akikwenda vizuri. Mheshimiwa Patrobas Katambi akisoma sheria ya jeshi la polisi, nadhani anaweza akawa amepitiwa kuangalia kifungu cha 7(1) kinachosema waziri katika masuala ya operational duties, akifikiri kwamba ni kuzuia kitu kilicho halali. Hapana, sheria zipo kwa vitu vilivyo halali ambavyo si halali. Yani kwamba ukitaka kufanya kitu kisichokuwa halali, zuio liko hapo, utazuiliwa. Lakini kilicho halali, hapana. Kwa hiyo hapa tunaona sura kubwa inajielekeza katika jambo hili, kuzuia kilicho halali, tukio lililo halali, shughuli iliyo halali na si mtuhumiwa. Kwa hiyo watuhumiwa wataendelea, moja, kupata kahawa na kashata bila kuguswa, na wale walio matukio yaliyo halali yanaendelea kupata wazimu. Na kimsingi nihitimishe kwa kusema hivi, katika mambo yaliyo mema sasa hivi nchi hii tunaangamizana, na katika mambo yasiyokuwa mema nchi hii tunalindana. Patenus, tunafanya nini sasa ili tutoke katika wimbi hili na mjadala huu ambao sasa naweza kusema ni kama mjadala wa kitaifa tangu kauli hii ilivyotolewa? Cha kwanza, tusiache kusema, kwa sababu nimemsikia Waziri Katambi akisema kwamba of course ukisoma katiba, kama sio kifungu cha ibara ya 37 inayotoa haki ya raia kulilinda taifa lake, kuliheshimu na kulitunza, ni pamoja na kuonyesha pale ambapo wale walio hapa kulinda, kuhifadhi na kuitunza katiba ya Jamhuri na kuipigania Jamhuri, kuwarudisha kwenye mstari. Sasa tusiposimama na kusema kwamba hapa sio sawa, tutakuwa tunaliangamiza taifa, lakini vile vile tutakuwa hatuwapendi viongozi wetu. Ni sawa na mimi, unaona kabisa naenda kudumbukia shimoni, unaniacha, utakuwa unipendi na ulikuwa unataka nidumbukie shimoni. Kwa hiyo hakuna raia katika taifa hili mwenye utimamu wa akili, mwenye usafi wa moyo na nia njema, aone taifa linako kwenda si salama, anyamaze. Kwa hiyo la kwanza ni kusema. Lakini la pili, katika sheria ya kuanzisha jeshi la polisi imesema kwamba pale ambapo kuna mambo yatakinzana na amri zikatolewa ambazo ni za kinyume na taratibu za kisheria na katiba ya Jamhuri, ni mahakama ambayo inaweza ikatoa mwelekeo, inaweza ikatoa amri, inaweza ikatoa hukumu ya kwamba hiki kinaenda hivi. Kwa hiyo vyama vya siasa ambavyo vinaguswa moja kwa moja viende mahakamani, viende mahakamani bila kusubiri. Wanasheria, tuna chama cha wanasheria cha Tanganyika na wanasheria wote binafsi, kwa sababu msingi mkuu wa kile ambacho wanakipigania, ambayo ni sheria, imetikiswa kwa kiasi kikubwa, na hivyo inaondoa hata uhuru wao wa sheria, uhuru wao wa kufanya shughuli zao za kisheria. Lakini vile vile mamlaka inayohusiana na utawala bora imeingiliwa pia, inatakiwa kurekebisha. Ofisi ya Rais, utawala bora na mambo hayo yote inatakiwa kurejea katika meza mazungumzo kwamba hiki na hiki si sawa. Vyama vya siasa, tukianza na Chama cha Mapinduzi, imagine Chama cha Mapinduzi kimetenga bajeti yake, kimemtuma comrade wangu, kiongozi na wengine kwenda kukagua uhai wa chama, kwa sababu uhai wa chama lazima utakutana na wananchi wanakupa picha gani. Mwaka 2030 waziri huyu anakuambia kuna uhalifu utaendelea, wawakamate wahalifu na waachie watu wafanye shughuli zao za kisiasa. Kwa unategemea kesho Chama cha Mapinduzi kikiwa cha kwanza kuonyesha kwamba kilisha kuwa na bajeti, hiki pesa zinaweka mkononi, kiitishe press, kiwaambie kwamba
wapo, mmesha wabaini na mmesema kuanzia kesho mnaenda kuwahoji mkafanya hiyo kazi. Sisi tunaendelea na kazi zetu, na yoyote atakayebainika kwenda kinyume na sheria awekwe matatani. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.